Naomba ndugu zangu waandishi wa habari niwape taarifa kwamba Dar es Salaam kwa sasa tunaendelea na utekelezaji wa miradi mingi ya madaraja, barabara za lami na zisizo za lami. Lakini tunaendelea pia na miradi mbalimbali ya kuimarisha vivuko. Tunaendelea pia na miradi mingineyo mingi ya kuhamisha baadhi ya miundombinu katika barabara kama vile miundombinu ya DAWASA, miundombinu ya umeme, ili pia kuweza kupisha ujenzi mkubwa wa miradi ambao unaendelea. Tuna barabara za TANROADS ambazo zinaendelea kujengwa. Tuna barabara za TARURA zinaendelea kujengwa. Lakini tuna vyanzo vya mapato mbalimbali vinavyofinance miradi hii. Serikali kama moja wa financer wa miradi hii, wadau wa maendeleo kama vile Benki ya Dunia, kama vile Benki ya Maendeleo ya Afrika, pamoja na wadau wengineo ambao wameendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kindakindaki. Jambo la kwanza, ujenzi wa daraja la Jangwani. Mtakumbuka kwamba mwaka jana Waziri wa Ujenzi alitoa taarifa katika siku aliyotualika ya kusaini mkataba wa ujenzi wa daraja la Jangwani. Lakini siku chache zilizopita wananchi kadhaa wamekuwa pia wakitupigia simu kwamba daraja linaanza kujengwa. Naomba nitoe taarifa kwamba sasa mkandarasi amekwishaanza kujenga camp ambapo atatunza vifaa vyake kwa ajili ya kuanza ujenzi wa daraja hilo. Lakini kama mnakumbuka pia daraja hilo lilitolewa ufafanuzi mzuri na Waziri wa Ujenzi. Na sasa Waziri pia wa Ujenzi anaendelea na mikakati ya kuhakikisha kwamba mkandarasi anaanza kazi hiyo haraka kwa mujibu wa taratibu. Kama mnakumbuka pia alipewa miezi michache, sio zaidi ya miezi karibu 4 au 3 ya kumobilize resources, wakati pia anasubiri kulipwa kitu kinachoitwa advance payment. Kwa ndugu waandishi wa habari, kuhusu daraja la Jangwani, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amedhamiria kwa dhati kwamba mwaka huu daraja hilo litaanza kujengwa, na pengine palipo majaliwa hakitakuja tena kuwa kilio na malalamiko makubwa kwa Watanzania kwa Dar es Salaam. Sambamba na hili, ndugu zangu waandishi wa habari, kuna miradi mingine mingi ambayo inatekelezwa na TANROADS, zikiwepo barabara za kutoka Kibada Mwasonga si chini ya kilomita 40 ambayo tayari imekwishaanza na mkandarasi yuko site. Barabara hii imelalamikiwa kwa muda mrefu, lakini itatengenezwa kwa si chini ya bilioni 90 au zaidi ya bilioni 90, ambazo zote hizi zinatolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mkono wa baraka na heri wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataja tena kuhusiana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu nimesikiliza kwenye mikutano mingi ya hadhara inayofanywa na viongozi wa vyama vya kisiasa kwamba fedha zinazotumika kwa ajili ya ujenzi wa madaraja, barabara na miradi mingine ya maendeleo ni kodi za Watanzania. Kwa hii inamaanisha kwamba Watanzania na viongozi wa vyama vya kisiasa wanafahamu fika kwamba mchango wa kodi ni kuleta maendeleo kwa Watanzania. Sasa kila Mtanzania achukue nafasi yake kujiuliza, au kila mwana Dar es Salaam achukue nafasi yake kujiuliza kwamba kama Tanzania ina population ya sio chini ya watu zaidi ya milioni 60, na kama leo kwa mujibu wa TRA tunaambiwa wanaolipa kodi halisi hawazidi labda milioni 3, maana yake ni kwamba wanaolipa kodi hizi halisi bado sio wengi kwa mujibu wa population tulionayo ndani. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa hii, nitoe tena rai kwa Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kwamba tuongeze kasi ya kulipa kodi, kwa sababu ndani ya kodi ndio tutaweza kupata maendeleo yaliyokusudiwa. Jambo jingine la muhimu ni kuhusiana na miundombinu inayotengenezwa ya mabasi yaendayo kwa kasi. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia pia Wizara ya TAMISEMI chini ya Mheshimiwa Mohamed Mchengero, waziri wetu, Dar es Salaam imepewa kipaumbele kikubwa sana cha kuendelea kutekeleza miradi mikubwa ya mabasi yaendayo kwa kasi. Leo tuko phase ya 4, na phase ya 4 ina loti 3. Tulianza na phase ya kwanza ambayo leo ina mabasi yanayotoka Kimara na hii Moroko kwenda mpaka Gerezani. Lakini tunayo loti ya pili ambayo
inakwenda Kilwa Road kuelekea kule Mbagala yenye kilomita chini ya 20.3 iliyojengwa kwa bilioni 217. Lakini tuna barabara ya tatu inayokwenda airport ambayo hii inajengwa kwa bilioni 231 na ni kilomita 23.5. Lakini pia tuna roti ya 4, tuna phase ya 4 ambayo si chini ya kilomita 30 ambayo inatoka Ohio, Moroko, Mwenge, Samnojuma Road mpaka pale Kimara, lakini pia inatoka Mwenge kwenda mpaka kule Butu. Barabara hii au jumla barabara hizi zinatengenezwa kwa pesa nyingi sana. Swali kubwa ambalo limekuwepo kwetu wa Tanzania ni je, zile zilizokamilika mabasi yake yatafika lini? Na je, zile ambazo hazijakamilika zitakamilika lini? Ndugu waandishi wa habari, naomba niwaambie tu kwamba kupitia Wizara ya TAMISEMI tayari imekushafanya na kuanza mchakato wa haraka moja, kuweza kuongeza wadau wanaoweza kutumika kusafirisha abiria. Kwa maana leo tuna mdau mmoja anayeitwa UDA. Sasa mipango iliyopo kiwizara ni kuongeza wabia wanaoweza kutoa huduma. Lakini mbili ni kuongeza mabasi. Na kwamba mpaka sasa tayari wamekushafanya order mabasi kadhaa ili kureplace yale mabasi ambayo kwa sasa yameharibika na ufanisi umepungua. Katika hili niendelee kutoa rai na kuomba radhi sana kwa wana Dar es Salaam. Nafahamu adha kubwa ya usafiri inayopatikana kutokana na kukosekana kwa mabasi yaendayo kwa kasi. Lakini Mheshimiwa Rais kupitia pia wizara hii ya TAMISEMI wanaendelea na zoezi hili kwa haraka kubwa sana ili kuweza kukabiliana na changamoto kubwa ya usafiri ambayo inawakumba wananchi wa yale maeneo ambako sasa mabasi yapo lakini hayatoshi, na kwenye yale maeneo ambako mabasi hayapo lakini miundombinu imekamilika. Jambo jingine, ndugu zangu waandishi wa habari mlioko hapa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na kwa kuwa ni mwaka wa uchaguzi tunaweza tukafarakana na tukapoteza malengo ya taifa letu. Kumekuwa pia kuna malalamiko mengi ya kutaka tume huru ya uchaguzi, lakini pia kumekuwa kuna malalamiko mengi ya kuonesha hisia za kutoshiriki katika chaguzi. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kushirikiana na viongozi wenzangu tutakuwa tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa taasisi zozote za kisiasa, za kidini au zisizo katika makundi haya. Lengo ni kujikita katika R4 ambazo Mheshimiwa Rais aliziasisi. Kuhakikisha tunakaa pamoja, kuhakikisha tunajenga upya, kuhakikisha tunavumiliana na mambo mengine yote ambayo mwisho atapelekea kuwa na uchaguzi moja wa huru na haki, mbili wa kidemokrasia, ili mwisho tuwe na serikali itakayokidhi vigezo vya utawala bora, yani good governance indicators, ambazo mojawapo ni kupitia chaguzi zitakazokuwa za huru na haki na kadhalika. Na ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam tunasubiri pia taarifa ya tume huru ya uchaguzi kupitia wale waliojiandikisha upya, wale waliouisha taarifa zao na wale wengine wote ambao walikwisha kuwa wamejiandikisha, ili kwa ujumla sasa idadi yao na mambo mengineyo yote yatakayohusiana na masuala ya kiuchaguzi yatakayotamkwa na kufafanuliwa na tume huru ya uchaguzi. Sisi kama viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam tutatoa ushirikiano wa kutosha, na pengine tutatamani kila mmoja aliyejiandikisha ashiriki kupiga kura, kwa sababu tumejitahidi kuhakikisha kwamba hakutakuwa na vitu vyovyote vinavyotishia wapiga kura, intimidation environments. Na kwa mantiki hiyo, yoyote aliyejiandikisha atakutana na mazingira bora, sahihi, ya wazi, yasiyotisha, ili kwenda kapige kura kama haki yake ya msingi katika taifa huru na la kidemokrasia linaloongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Viongozi wa vyama vya kisiasa wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kushirikiana na viongozi wa serikali wa mkoa wa Dar es Salaam
tutaendelea kufungua milango hii kadiri siku zinavyozidi kwenda, ili kuruhusu kila mmoja kuelekea kwenye chaguzi hizi asiwe na malalamiko wala dukuduku za aina yoyote mpaka siku ya uchaguzi. Lakini naendelea kusisitiza kwamba hakutakuwa na hata mmoja wa kuharibu au kufifisha amana ambayo tayari imekwisha jengwa. Jambo lingine, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kuhusiana na maendeleo ya soko la Kariakoo na biashara za saa 24. Wapo baadhi ya wenzetu ambao wanatamani zaidi kujua tumeishia wapi na kauli mbiu yetu ya biashara saa 24. Lakini wapo wenzetu pia wanaotamani kuendelea kujua tumefikia wapi kuhusu maendeleo ya soko la Kariakoo. Ndugu waandishi wa habari, soko la Kariakoo linaendelea kujengwa na mpaka sasa lipo zaidi ya 95%. Lakini hivi ninavyozungumza tayari wafanyabiashara waliokuwepo zamani zaidi ya 1500 wamehakikiwa na kuendelea kuoneshwa vizimba, lakini zaidi pia wamefafanuliwa kuhusu utaratibu utakaotumika wa wao sasa kuingia hapo, moja ikiwa ni kusaini mikataba, mbili ikiwa gharama za soko zilizopo kwa wakati huu, lakini tatu yakiwa ni malipo, lakini nne ikiwa ku discourage wale madalali waliokuwepo zamani ambao mtu mmoja alikuwa na vyumba zaidi ya 15. Lakini jambo jingine ni madeni yote ya nyuma kulipwa ili kuweza kuhuisha rasmi taarifa za wafanyabiashara wa zamani. Sambamba na hilo, soko lina magodown, lina frame za maduka, lina maeneo ya parking pamoja na maeneo ya restaurants au migahawa, maeneo ya ofisi na baadhi ya maeneo ya kutolea huduma nyinginezo kama huduma za kibenki. Maeneo yote haya very soon yatatangazwa utaratibu wake wa wengine wote kuweza kuomba katika mifumo rasmi ya kiserikali, na wale watakaoshinda watapewa nafasi ya kuwa wafanyabiashara katika soko la Kariakoo. Pamoja na hili ni kwamba soko letu kwa sasa limejengwa kwa chini ya bilioni 28, na kilichopo kwa sasa ni ukamilishaji wa ujenzi wa uzio ili kutoruhusu tena soko letu kuweza kuvamiwa au kuchafuliwa kwa biashara zisizo rasmi. Katika hili niendelee kuwaomba kwamba kwa sababu tunategemea Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI atatupa mwongozo kuhusu siku rasmi ya ufunguzi wa soko letu, na kwa sababu tunategemea Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI atatupa rasmi mwongozo wa kiongozi atakayekuja kulizindua soko hilo, basi niendelee kushirikiana ama kuomba ama kuwapa rai viongozi wote wa wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo Kariakoo kufungua njia ili soko letu liweze kupitika, na hasa pia nyakati ambazo viongozi waandamizi watakapotaka kuliona soko hilo wasipite kwa shida. Soko lina ramani na lina barabara rasmi. Kwa hiyo viongozi wa wafanyabiashara wa mkoa wa Dar es Salaam na hasa eneo la Kariakoo waanze haraka kuwaeleza wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo kufungua njia kuelekea kwenye soko hili la Kariakoo bila mabishano ya aina yoyote. Kufungua njia kuelekea kwenye soko la Kariakoo bila mabishano ya aina